Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, taarifa zinazozidi kugonga vichwa vya habari hivi sasa ni kile ambacho kimeweza kuzungumzwa kuhusiana na kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Hatua hii imeweza kuwapa imani idadi kubwa ya wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole, ila kabla niweze kukufahamisha zaidi mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo utaweza kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike video hii ili moja kwa moja YouTube iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za taifa la Tanzania. Na mtazamaji, mahojiano ya moja kwa moja yaliweza kufanyika kati ya kiongozi mkuu wa chama cha CCM kuhusiana na kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Imeweza kudaiwa kwamba kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole ataweza kurejea kwa umma, kitu cha kwanza ambacho Tanzania waweze kukitarajia ni mahojiano ya moja kwa moja ama press conference ambayo ataweza kuifanya kati yake pamoja na vyombo vya habari. Na mtazamaji wangu, hatua hii imeweza kuibua msisimko mkubwa kwa Watanzania kusubiri hicho ambacho kimeweza kuzungumzwa. Na mtazamaji wangu, hivi sasa maswali mengi yanazidi kuulizwa katika mitandao tofauti ya kijamii. Je, kiongozi huyu anafahamu nini kuhusiana na kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole? Na je, anafahamu aliyeko Mheshimiwa Humphrey Polepole? Kwa njia moja ama nyingine, hatua hii imeweza kusababisha Watanzania wengi kutoa maoni na hata maswali ambayo wangependa yaweze kujibiwa kuhusiana naye Mheshimiwa Humphrey Polepole. Kuna yule ambaye ameweza kudai kwamba wangependa kuona jinsi ambavyo Mheshimiwa Humphrey Polepole aliko na anapozidi kuendelea kuzuiliwa kwa sasa, hatua ambayo Watanzania wengi wameweza kujumuika na kuizungumzia. Kwani mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, sote tunatarajia Mheshimiwa Humphrey Polepole kipindi na wakati ambapo ataweza kuwa huru aweze kujumuika na familia yake. Ila amini usiamini, ni tofauti kabisa na kile ambacho kinazidi kujadiliwa katika mitandao ya kijamii. Sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa na ufuasi mkubwa katika mitandao ya kijamii, na ndio ambao wanaozidi kuanzisha hashtag za Free Humphrey Polepole nao. Hivyo basi, Mheshimiwa Humphrey Polepole mitandao yake ya kijamii imeweza kuwekwa katika njia salama na wanaharakati akiwemo Mariam Sarungi na wengineo ili mitandao yake ya kijamii isiweze kudukuliwa na hata kuchunguzwa kwa undani. Hivyo basi, wanaharakati wameweza kuahidi kwamba kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole ataweza kuachiwa huru, moja kwa moja mitandao yake ya kijamii ataweza kuipata katika njia salama, na ndipo ambapo ataweza kufanya mahojiano ya moja kwa moja na ufuasi mwingi ama ufuasi wake waliokuwa wakimfuatilia katika mitandao ya kijamii. Na mtazamaji wangu, kwa mara nyingine, hatua hii inazidi kuonyesha jinsi ambavyo Mheshimiwa Humphrey Polepole ameweza kuchangia pakubwa katika mwamko mpya na mkubwa wa kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania. Sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa miongoni mwa viongozi wakuu ndani ya chama cha CCM waliweza kutofautiana pakubwa na uongozi wa chama hicho kumkabidhi Rais Mama Samia Suluhu Hassan fomu za urais kwa ajili ya kupeperusha bendera ya chama cha CCM katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Pia hatua hii iliweza kusababisha Watanzania wengi kudai na hata kuamini kwamba kutokana na mwenyekiti wa chama Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu kuwa gerezani, kiongozi ambaye angeweza kuchukua wadhifa wake Mheshimiwa Tundu Lissu angekuwa Mheshimiwa Humphrey Polepole na kuwania kiti cha urais. Jinsi ambavyo Watanzania wengi waliweza kuona uhamasishaji wake aliokuwa akiufanya kwa Watanzania wote bila ubaguzi wote ule, ila hakuweza kufanikiwa kuelekea katika mikoa mbalimbali kutokana na yeye kustaafu huko Cuba, kazi aliyokuwa akiifanya
na mwisho wa siku kuishia katika mitandao ya kijamii akifanya uhamasishaji ambao Watanzania waliweza kumpokea kwa vurugu na hata kwa kiwango kikubwa. Hivyo basi umaarufu wake Mheshimiwa Humphrey Polepole hivi sasa ndio ambao unaozidi kuchangia viongozi ama yote yule aliyeweza kuhusika kwa kumteka ama kumkamata Mheshimiwa Humphrey Polepole kushindwa kufanya chochote kile kibaya. Kwani hata hivi Watanzania wengi hivi sasa wanadai kwamba utekaji wake Mheshimiwa Humphrey Polepole umeweza kukiukwa haki za binadamu. Hivyo basi kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole ataweza kuachiwa huru na kuonekana na hata tofauti yoyote ile kama jeraha katika mwili wake, ni hatua ambayo haitaweza kuwa salama katika uongozi mzima wote wa serikali ya awamu ya 6. Pia jambo hili huenda likaweza kuathiri pakubwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, na ndipo ambapo madai mengi yanazidi kujadiliwa na hata kuzungumzwa katika mitandao tofauti ya kijamii ya kwamba haya yote yanayozidi kufanyika kwa ajili ya kujaribu kutuliza uhamasishaji aliokuwa akiufanya Mheshimiwa Humphrey Polepole. Kwani mtazamaji wangu, Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuweka hadharani ya kwamba kuna viongozi sahihi wa kupigiwa kura ili kuongoza Jamhuri ya Tanzania katika mwelekeo sahihi, na iwapo hawataweza kupigiwa kura, basi viongozi ambao wataweza kuchukua usukani wa Jamhuri hii ya Tanzania kwa uchaguzi wa mwaka 2025 wakiwa na nia ya manufaa ya binafsi na sio manufaa ya Jamhuri ya Tanzania kusonga mbele, kuimarika kiuchumi na hata kuweka ajira kwa vijana hawa wa Gen Z wanaozidi kupanga kuandamana dhidi ya serikali ya awamu 6, basi moja kwa moja watakuwa wameweza kukosea pakubwa, kwani miaka 5 ijayo haitaweza kuwa rahisi kulinganisha na kile walichoweza kukipitia katika miaka 5 iliyoweza kupita chini ya uongozi wa serikali ya awamu 6. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, Watanzania wengi waliweza kuanza ukosoaji dhidi ya serikali ya awamu 6, hatua inayoonekana Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuianzisha na sio kwa manufaa yake binafsi wala chama cha CCM, bali kwa ajili ya Watanzania kufahamu jinsi ambavyo viongozi wa ndani ya chama cha CCM walivyo na nia gani walionayo kwa Jamhuri ya Tanzania, hatua ambayo hivi sasa Watanzania wengi hawataki kuinyamazia kimya na hata kujaribu bidii yoyote ile mataifa ya kigeni kuingilia swala hili la kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi? Ni vema kwa wewe kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Pia subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.